Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, mabingwa watetezi wa taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara, wakiendelea kuweza kukusanya ushindi wao katika michezo ambayo wamebakiza. Ni michezo miwili tu ambayo imesalia kwa upande wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ambayo kwa sasa imeendelea kuweza kufanya hapa nazungumzia ubaya kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Hatimaye Engineer LC Saidi ameweza kuthibitisha juu ya kumsajili mwamba kutoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba Sport Club kwa mara nyingine tena. Unafahamu ya kwamba Cletus Tonachama mwamba wa Lusaka alichukuliwa na Engineer LC kutoka pale kwenye kikosi cha klabu ya Simba Sport Club na kutua kwenye kikosi cha Young Africans, huku mashabiki na viongozi wa Simba Sport Club wakiwa wameachwa midomo wazi, hawajui nini cha kufanya. Sasa Engineer LC amekwenda kuchukua mtu mwingine kwenye kikosi cha klabu ya Simba Sport Club. Ni nani huyo? Utakwenda kujua hapa kila kitu ambacho kimeweza kuendelea, ili kuaje na imefikia wapi mpaka Engineer LC kuweza kupata saini ya mchezaji huyo ndani ya kikosi cha klabu ya Simba Sport Club. Karibu kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba taarifa ni nyingi ambazo zitakuwa zimekupita. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya Young Africans. Karibu bana, kikosi cha klabu ya soka hapa nazungumzia si wengine bali ni klabu ya Young Africans. Hatimaye wameweza kuwafanyia klabu ya Simba umafia mkubwa kweli kweli juu ya kuweza kuchukua saini kutoka kwenye kikosi chao cha klabu ya Simba bila wao kujua kwamba tayari Engineer alikuwa akiweza kumendea juu ya kuweza kumsajili nyota mwingine mkubwa kabisa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo inaelezwa kwamba Engineer LC kwa muda alikuwa akiweza kufuatilia dili la Elie Mpanzu ambalo lilikuwa likiweza kuwa na mzunguko mkubwa mara baada ya kutoka AC Vita. Alielekea zake kule Ubelgiji, ambako mara baada ya kurudi alikuwa tayari ameshapoteza nafasi ya kujiunga na timu. Hapa nazungumzia dirisha la usajili kule limeshaweza kufungwa, hivyo akaamua kwenda kukaa pale katika kikosi cha klabu ya Simba akisajiliwa, huku watu wengi wakawa wanajiuliza lini atakaweza kucheza katika michezo yake ya ligi kuu ya soka Tanzania bara pamoja na mashindano kama haya ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa muda ulipofika, dirisha dogo akaingia kwenye mfumo wa Simba na kuweza kusajiliwa. Taarifa zilizopo ni kwamba Elie Mpanzu alisaini mkataba wa miezi 6 tu peke yake, ambao ulikuwa ukiweza kumwezesha yeye kucheza kwenye kikosi cha klabu ya Simba kwa miezi hiyo 6 ambayo unamalizika mwishoni mwa msimu huu. Mkataba wake ndio unamalizika kwenye kikosi cha klabu ya Simba Sport Club. Sasa kile ambacho kinatokea kwa sasa ni kwamba Elie Mpanzu inaelezwa kwamba viongozi wa klabu ya Simba walikuwa wanahitaji kumsaini moja kwa moja mara baada ya kuweza kuona na kiwango kizuri, kiwango kinavutia, mchezaji amekuwa hatari. Sasa klabu ya Simba ikarudi AC Vita kuweza kuwaomba wawauzie mchezaji huyo moja kwa moja kwenye kikosi chao.
yao kama ambavyo walivyokuwa wakiweza kuhitaji, lakini AC Vita wakawaambia Simba poleni kweli kweli, kwani mchezaji huyu wakati mnamchukua nyie na kwenda naye miezi 6, kuna watu ambao walikuja tukafanya nao biashara tukamalizana nao, lakini kwa sasa mchezaji ameuzwa kuelekea katika klabu nyingine ambayo unazungumzia si tofauti na klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Unaambiwa Engineer Hersi aliusoma mchezo mapema, akaamua kuelekea AC Vita na kuweza kukaa nao chini na kuweza kusaini nao kandarasi na kumchukua Elie Mpanzu kwa shilingi milioni 400, wakiweza kusajiliwa kutoka pale AC Vita kwa mkataba wa miaka 2 ambao Elie Mpanzu atakuwa akiweza kuitumikia klabu ya soka ya Young Africans. Engineer Hersi ni mtu mkatili sana kuwahi kutokea katika biashara ya soka, hususan katika mambo ya kiusajili, kwani amekuwa na ushawishi mkubwa kweli kweli, namna ambavyo huwa na washawishi wachezaji kujiunga na timu yake. Elie Mpanzu amekubali kujiunga na kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans kwa huo mkataba wa miaka 2, huku ikieleza kwamba mshahara wake utakuwa ukigota ukifikia kiasi cha shilingi milioni 25 ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Rais wa Yanga Engineer Hersi alikutana kisiri na wakala wa Mpanzu na dili liliisha mapema kabisa likimalizika. Taarifa zangu ambazo zinatoka kule Kongo ambako katika klabu ya AC Vita inasema ya kwamba Engineer Hersi aliwahi mapema na kuona ya kwamba hapa nazungumzia Mpanzu atakuja kuwa miongoni mwa wachezaji hatari kweli kweli, kwani alikuwa akimfuatilia toka muda, kwa mujibu wa viongozi kutoka pale unazungumzia katika kikosi cha klabu ya AC Vita. Wanasema ya kwamba alikuwa akimfuatilia kwa kina namna ya kuweza kumpata Elie Mpanzu, lakini hatimaye akaweza kufanikisha hilo jambo ambalo linaloendelea kwa wakati huu. Kwa hiyo kile ambacho wengi tulikuwa tukiweza kukisubiri kwamba labda kumuona Elie Mpanzu akiwa anaendelea pale kukipiga kwenye kikosi cha klabu ya soka si wengine ya Simba Sport Club, tunaweza tukasema ni pole, kwa sababu Elie Mpanzu tayari ni mwananchi Young Africans, kwa kile ambacho kimezungumzwa leo hii katika zile taarifa ambazo zimetolewa na kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Kwa hiyo tusubiri kuona katika hilo, lakini katika mwendelezo wa taarifa zile za hatima ya dabi ya Kariakoo ni kwamba kile kinachozungumzwa kwa sasa ni hapa nazungumzia TFF na bodi ya ligi. Wanasema ngoma hii imeshakuwa ni nzito, kwani kila mmoja kwa sasa amekisimamia msimamo wake, hususan klabu ya soka ya Young Africans, kwamba hawachezi ndio imekuwa ni nyimbo ambayo inazidi kuwaumiza vichwa, huku siku zikizidi kuyoyoma na kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans ambacho wao wanadai ya kwamba wamebakiza michezo 2 tu kuweza kumalizika kwa ratiba yao. Lakini ukitizama ratiba, Young Africans itakuja kucheza mchezo wake wa ligi kuu ya soka Tanzania bara ndio hiyo siku ya tarehe 15 June. Tofauti na hapo sijajua itakuwaje. Yanga watapeleka timu, tusubiri kuweza kuona ni yapi atakaojili katika sakata hili. Weka maoni yako hapo chini katika upande